Mama zangu, mimi naitwa Ukhti Raya, ni mama mlezi wa mayatima na wenye mazingira magumu katika mkoa wa Morogoro. Hii ni kazi yangu na ni uradi wangu. Wajua kila mtu na uradi wake. Kwa hivyo mimi nimeamua kuwa ule ni uradi wangu. Uradi ule ambao nimeanza kutiania mwenyewe toka niko na umri mdogo wa miaka 13. Nikikuwa nitafanya kazi ya kulea mayatima na wenye mazingira magumu, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu kwa huruma yake na kwa mapenzi yake akanithibitisha naishi na ibada hiyo mpaka leo hii, na namwomba Allah anijalie nife katika ibada hiyo nisiweze kuiacha. Nimekuja hapa mama zangu, nina jambo ambalo nataka kuikumbusha nafsi yangu sambamba na nafsi zenu mama zangu wapendwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulipeni kila la kheri. Jambo ambalo napenda niwakumbushe mama zangu ni jambo moja ambalo ni kubwa sana, lakini watu tunaona ni ndogo. Baada ya billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala hakuumba majini na binadamu sote tumwabudie yeye. Jambo nataka kuwakumbusha mama zangu ni jambo zima la swala. Swala ndugu zangu katika imani, lengo la kuumbwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sisi ni kufanya ibada, lakini mama zangu swala tumeisahau, na katika madhambi makubwa ya kupuuza. Ukiipuuza swala ndio umepuuza mambo makubwa kweli kweli kuliko unavyofikiria. Kwa hivyo mimi nataka niwakumbushe katika swala zima la swala, na katika swala nitakumbusha na mwili unasevu baadhi ya majambo, jinsi Mwenyezi Mungu alivyotuumba mwili unasevu baadhi ya majambo. Kwa hivyo swala ni jambo kubwa sana. Mama zangu, tumeiacha swala. Sasa hivi dunia imebadilika. Dunia imekuwa inatupeleka mbio mpaka tunamwacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunaacha lengo la kuumbwa kwetu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah hakuumba majini na binadamu sote tumwabudu yeye, lakini leo hii imekuwa ni vice versa. Watu baada ya kumwabudu Allah wanaabudu mizimu, wanaabudiana wenyewe kwa wenyewe. Hii ni hatari mama zangu. Allah ametuambia sisi lengo la kuleta duniani ni tufanye ibada, lakini ibada hii sisi tumeiacha. Leo tuko bize kina mama muda wa swala, na wakumbusha kina mama muda wa swala. Kina mama wengi tumeshughulishwa muda wa swala, tuko bize, yani tuko bize kweli kweli, kiasi kwamba sasa hivi majumba ya Waislamu yametawaliwa na season zimetawala kwenye majumba ya Kiislamu. Haijalishi huyu ni shekhe, huyu ni ustadhati. Sasa hivi ni tamthilia. Mimi kuna tamthilia moja maarufu, sijui wanasema Osman Bey, sijui Osman nani. Hii imetawala kwenye majumba ya watu. Ndugu zangu, hii inatuchukulia muda, hii inatupotezea muda. Leo hii watu simu zimechukua nafasi kuliko ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halafu tunalalamika maisha ni magumu, halafu tunasema sisi hali ni ngumu. Maisha sio magumu, sisi wenyewe ndio wagumu, kwa sababu tumeacha lengo la kuumbwa kwetu. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu alipotuleta sisi duniani tufanye ibada, alikuwa anajua, kwa sababu ibada ya swala ndio jambo kubwa sana. Na hata matendo yako mwanadamu hauwezi kuanza kusomewa matendo yako bila kuwepo na swala. Kuna mwanamke mmoja, hichi kisa ni maarufu kidogo. Kuna mwanamke mmoja min Bani Israili alikuja kwa Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Alipokuja kwa Nabii Musa alayhi salatu wassalam, huyu mwanamke alifanya madhambi makubwa sana.
ambayo mimi na wewe madhambi yetu tunaona ni makubwa kuliko kiwango. Huyu mwanamke alifanya zinaa, na zinaa sasa hivi tunaweza vya kawaida, tunaona dhambi ndogo kabisa, lakini alifanya zinaa mwanamke huyu. Hapo mwanamke huyu akabeba mimba ndani ya zinaa ile, na alibeba mimba ndani ya ile zinaa, alipomzaa yule mtoto akamuua. Hebu angalia dhambi ilikuwa ni kubwa. Mimi na wewe tumehukumu vipi mtu kama huyu? Ikiwa nabii wa Mwenyezi Mungu alishindwa kustahimili, aliweza kumfukuza. Akamwambia mimi nimekuwa na madhambi. Akamuuliza ni madhambi gani hayo? Akamwambia mimi ni mzini na nimeua. Nabii Musa alayhi salatu wasalam akamfukuza. Akamwambia ondoka, wewe ni mchafu. Lakini baadaye mwanamke kesho yake akarudi tena. Aliporudi kwa Nabii Musa alayhi salatu wasalam, kwa hiyo aliporudi akamwambia nimekuja tena nataka kutubu. Mimi lengo langu nataka toba tu, nifanye toba. Lakini Nabii Musa alayhi salatu wasalam alimfukuza. Baada ya kumfukuza alikateremshwa wahi Nabii Musa alayhi salatu wasalam. Ulipomshukia wahi akaambiwa Nabii Musa, kwa nini unamfukuza mwanamke huyo kuja kufanya toba? Hivi namjua mwenye kufanya dhambi kubwa? Nabii Musa akaambiwa dhambi kubwa kabisa kuliko dhambi ambazo wanazofikiria, kuliko hata hiyo ndio ni kubwa, ni mtu tariku swala, mwenye kuacha swala. Jamani, dhambi ya swala ni kubwa mno kuliko tunavyofikiria. Dhambi ya swala tunaichukua rahisi. Hebu fikiria mtu amezina ameua, lakini unaambiwa dhambi ya swala ni kubwa kuliko unavyofikiria. Mtu asiyeswali haruhusiwi, yaani nyumba yake ni dhulma, uso wake ni dhulma, kila kitu kwake ni dhulma ndani ya nyumba yake, na hana baraka mtu huyu. Sasa mtu huyu ana matatizo, anapita kwa waganga, anapita sehemu mbalimbali, atakulia matatizo yake, lakini amesahau kama yeye mwenyewe ameweza kujiweza yeye mwenyewe. Ukiacha swala, unapoacha maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yeye anaacha maamrisho yake, maamrisho yake anayaacha, kwa sababu ukifuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wewe atasimama na ya kwako. Leo hii kumekuwa na wimbi, mtu akitaka kufanikiwa maisha aanze kujitoa fahamu. Sijui kama mnaelewa hilo. Wanawake wanajitoa mafahamu, wanachekesha watu wapate riziki ya kula. Leo wanaume watu wazima, mtu na akili zake timamu, anakaa anapita anachekesha watu apate. Hamuoni filamu siku hizi filamu ndio zinachukua nafasi, kwa sababu lengo la wanadamu wanajua kuchekesha watu ndio wanafanikiwa. Jamani, mchekeshe Allah utafanikiwa. Mchekeshe Mwenyezi Mungu utafanikiwa. Kwa sababu wewe ukidini na Allah, maisha yako yanakuwa ni mepesi zaidi. Lakini ukidini na viumbe, maisha yako yanakuwa ni mazito zaidi. Utapata watu sasa hivi anaona mtengeneze kitu gani kwa riziki. Wanatengeneza dua. Hizi dua zinatengenezwa hizi. Jamani, ni dua 20,000, dua 10,000. Uliona wapi hizo dua hizo? Unashindwa wewe mwenyewe ukakaa chini, ukalia na Mola wako, akakuondoshia matatizo yako. Kama hiyo ndio mnaona, sasa hivi hizo dua zimekuwa nyingi kuliko unavyofikiria. Mtu akitengeneza mafuta, mtu akitengeneza maji, yani imekuwa ni vizaazaa plus vizaazaa, inakuwa ni vizaazaa. Mungu atuhifadhi. Lengo sisi tumemwacha Allah, tumeacha maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Allah ametuambia sisi, ametuleta duniani na majini lengo kufanya ibada, na wallahi na hapa Mwenyezi Mungu ni shuhuda haya anayoongea. Ukimcha Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha, wallahi Mwenyezi Mungu anafungua riziki. Riziki inafunguliwa na riziki unapitana nayo. Riziki imekuwa kama jina lako. Huwezi ukauliza jina lako nani hapo ukajifikiria. Jina lako nani waanze kufikiria jina langu Furaya. Jina lako fulani, jina lako nani? Jina langu Furaya. Ndivyo riziki imeumbwa kabla wewe kuumbwa. Kwa riziki yako ipo. Mpe nafasi Mola wako. Swali kwa wakati. Leo kina mama tumeshikwa, mtu anashindwa kuswali kwa wakati, anasubiria mtaswali ya dhuhuri, utaswali saa 8:30. Ili ufanikiwe mambo yako, fanya yale ambayo Allah amearidhia, na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuridhia. Simama usiku, swali sunna, kabla na baadia, swali duha, jipendekeze kwa Allah, na ule mwili wako una rekodi. Unajua mwili una rekodi kwa sababu gani? Unapofanya matendo yote, kila kiungo kina appreciate, kila kiungo kinakuwa kiko makini na hayo unayofanya. Utakuta mtu anakwambia siamki kiamul layl, siamki kwa sababu kuswali,
sijaamshwa, siamki kwa sababu sijaweka alamu haijaniamsha. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hatuamshwi na alam, hatuamshwi na watu. Wewe mwenyewe ukitia nia unaamka. Innamal a'malu binniyat. Mwenyezi Mungu ukitia nia, Allah naomba uniamshe saa 8, saa 9:30, Allah anakuamsha muda ule ule. Na ukifika ule muda utaamka muda huo. Mimi naongea haya na ushahidi. Ukiwa una uzoefu wa maisha yako, ule mwili wa rekodi. Ukifika ule muda hata uchawa kulala, kwa sababu tayari umeshajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, umeshaomba ajira katika kampuni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akakuajiri, Allah akakutambua, akakutambulisha, utaishi kwa raha sana. Muda ukifika, wallahi wa muda ukifika, siku moja mimi ndugu yenu, siongei haya kwa kujifahamisha, siongei haya kutaka mnifahamu sana, naongea haya ili na wewe unaweza. Usipite kuongea kwa watu, usipite kumsubiria kiumbe akufanyia majambo yako. Wewe mwenyewe unaweza kukaa chini na kufanyia majambo yako na ikawa ni kun fayakun. Wallahi ikifika ule muda wa swala saa 8 kamili, mimi najizoesha muda huo saa 8, basi ule muda mimi wallahi nafika muda kwa sababu unaona aibu. Unajua kuna muda unaona aibu. Ulishakwambia Mungu akuamshe na mwili hizi nenda kaushikilia, pumzika kidogo, pumzika kidogo. Ibilisi anakupepea na osha mwambia Allah akuamshe, muda ule unaamka nda. Siku moja mimi madumu nilikuwa chooni, madumu sana, nasikia madumu chini mdogo. Haya madumu nimekuaje na hakuna damu ya vita. Atapanga wewe ndio madumu ya lita 20 ya maji. Kuamka nikaona saa 8, nikaambia muda wangu tayari shafika. Sasa ule muda ule ndio ibilisi anafanya kazi. Usinyanyuke kuswali. Kuna watu wao walishapata. Sasa anaangalia wale waswali. Bwana ndio mnyanyania. Yaani kila kitu pale kipo. Lakini leo kupita watafuta watu wa kusomee hizo siku hizo rukia mpaka zimekuwa Mariamu. Sio rukia tena. Kwa sababu hao wanasema rukia, anakupangia zile rukia. Hii rukia ya 3,000, ya 4,000. Jamani. Itakillah. Tunaomba Mwenyezi Mungu. Kaa chini, tafuta watoto yatima. Kaeni msome majina ya Mwenyezi Mungu. Fanyeni adhkari mbalimbali. Jamani, adhkari zinakunyanyua wewe. Na uwezo ukazipata hizo adhkari, lazima uwe ndani ya ile mlolongo wa swala. Amka swali kwa wakati, adhuhuri swali kwa wakati wake, la si swali kwa wakati wake, magharibi isha, lete kablia na baadia, sunna zile mbalimbali, adhkari mbalimbali. Wallahi maisha ni mepesi. Maisha ni mepesi. Fanya adhkari, toa sadaka, zile yale maamrisho ya Mwenyezi Mungu aliyotoka kuyafanya, yafanye. Lakini usipoyafanya ndio hizi bakora za nazo. Ndoa siku hizi zimekuwa mtihani. Mume analia, mke analia. Tena wanawake wanalia sana. Tena wanalia kweli kweli. Wanasahau kama yupo Rabbul Alamin. Yupo Allah, ulilia Mola wako. Leo watu wanataka kwa waganga. Kuna mama mmoja kwa jina la Muhifadhi. Alipata mtihani, mume wake alioa. Na wanawake wa zama hizi, ukiwaambia mume wako anaoa, anataka kujiua. Lakini kimtajia Allah hata stuki. Kwa hivyo mtu anampenda kiumbe kuliko anampenda kiumbe. Na ndio maana katika mtihani, kwa sababu mapenzi ya Mungu hayapo. Mapenzi ya Allah hayapo kikweli. Huyu mama mume wake alipooa, walikuwa na uwezo mkubwa. Ana madhahabu na magoldi. Watu wakamshika, mapedana za watu ukiona ni wadui tu. Yaani wanachukulia pande ya wadui tu, kama wema hawachukulii. Basi akamwambia hii ni hatari, tukupeleka mganga. Basi yule mganga kaenda kachukua zile mali zake zote. Hizo mali zake zote zimeiwa, hapo kama tunaendelea. Na Mungu akampa na mtihani wa kizini, akawa kizini. Maana kufukuliwa sana mwisho bila Mungu anakutabika bakora. Kwa hiyo jamani, shikeni swala, simamisheni swala kwa wakati na sunna mbalimbali. Jitahidi kuamka usiku kiamu laili, hata raka 2. Mwambie Allah shida zako. Shida zako mwambie Mwenyezi Mungu, simwambie kiumbe mwenzio. Huyo kiumbe mwenzio anamwambia yeye ana mashaka yake mengi tu. Sio labda kila mtu amekamilika. Sisi wote kila mtu ana majanga yake. Kwa kila jambo lako mwambie Allah. Mimi hapa wakati wangu juzi nilikuta matatizo makubwa sana. Nilikuta matatizo makubwa. Kikubwa matatizo haya yanapokukuta, zingatia tu upo sahihi. Basi haya matatizo makubwa ingelikuwa ni mtu mwingine sasa hivi
amefanya kinyume jela kweupe, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hiyo kesi nilipoona hii kesi nimedhulumiwa, basi yupo Rabbul Alamin. Nilitoka nyumbani kwangu napelekwa mahakamani, la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh dhalimin. Hii adhkari chukua mama, ishi nayo mama, leta istighfari. Tuache majanga ya kulialia sura zinajipita kama tumelamba malimao. Mola wetu yupo. Kama anaweza kutengeneza wewe, akakuleta duniani, akakupa riziki, hapo mpaka ulipofikia, hashindi kukutengenezea riziki zako kwa wepesi. Wallahi nafika pale mahakimu kila mtu na njia yake. Ukiwaka apata ushindi tena wa kishindo kabisa. Kwa hivyo chukueni adhkari, fanyeni adhkari. Toeni ule muda wa season. Nafsi yako Ibilisi anasema yes nimempata. Na sasa hivi kuna season za kila design. Ukiona TV una siri nayo. Hata kwa jirani. Kama unasafari unatafuta jirani. Mwenzangu anasema nimetoka. Sisi zote gani? Na wanazijua kina mama acha kabisa. Na wamezihifadhi, yule mama anahifadhi hizo season. Qur'ani tano moja ana. Wakati kujiwekea mkakati kila siku hifadhi aya moja na tafsiri yake. Ujue Allah amesema nini? Ndani ya mwezi una ngapi mama zangu? Una aya 30. Sasa hujui lini unaenda kwa Allah. Ukitia nia ya kuhifadhi, hata ukitia njiani, basi ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa kwa nia yako. Kwa hivyo naikumbusha swala mama zangu. Swala ni dhambi kubwa kuiacha na kuipuuza. Ukiipuuza, Allah leo anakupuuza. Na ndio kabisa Mwenyezi Mungu. Ukijifanya huelewi naenda hakujui kabisa. Na Allah hawezi kubadilisha rekodi wetu, lazima sisi wenyewe tufanye nini? Tubadilike. Kwa hivyo nasaha zangu mama zangu, nimekuja kuikumbusha swala. Na sio wewe tu mama yangu uko hapa. Swala imekuwa ni msiba. Imekuwa ni msiba. Yaani kwa sababu ukiswali vizuri, si unakutana na maovu na machafu. Hiyo ukiswali vizuri, tayari unakuepusha na maovu na machafu. Tayari ukitaka kumdhulumu mwenzako utaogopa, swala yangu italiona. Ukitaka kufanya hivi itakuona swala yako. Lakini leo hii kwenye madhambi yale makubwa mtu anatoka kama mama wa Kiislamu na mabinti zetu. Mama wa Kiislamu na mabinti zetu leo hii wanakwenda kutoa hijabu zao, wanakwenda kuzinyoa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mabinti hapa kama mpo na wakumbusheni, simamisheni swala. Swala hii itawaongoza na itawafanyia mambo makubwa sana katika dunia na akhera. Kwa sababu unapotoka hapo nyumbani kwako, unakwenda kuziniwa. Kwanza mwanamume anataka kuzini hakupendi. Mtu anataka kuzini motoni hakupendi. Na wewe unapenda kuzini muda huo, maana kuna mauti. Muda gani unashuka kule kwa roho yako? Kwa tuiogope hiyo siku. Tuogope maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Na tuyafuate aliyotuamrisha tuyafanye katika kheri. Na Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kusimamisha swala zetu. Tuzikague swala zetu. Tuache uvivu. Kuna bwana mmoja ni kipofu. Yeye hajawahi kuacha swala hata siku moja. Sasa huyu ni kipofu. Haoni. Anatamani siku moja na yeye aone hata msikiti. Anatamani siku moja na yeye aone hata Qur'ani. Lakini leo hii wewe unaona Qur'ani ipuuza. Alafu leo hii unaona watu macho yako yanaona, lakini wewe huendi kuswali. Itafika siku wala atakupuuza. Kwa tusizipuuze swala, kwa sababu ndio dhambi kubwa. Unaingia kaburini, matendo yako hayasomwi. Cha kwanza ni swala. Kama swala yako haijakamilika, basi wewe sawa maumivu. Na siku moja kwa Mwenyezi Mungu nimefikiria 1000. Na hayupo mwanadamu yeyote anayeweza adhabu za Mwenyezi Mungu. Hayupo mwanadamu anayeweza adhabu za Allah. Hayupo. Ni ujaribu tu. Lakini kama unaona unaweza, hebu chukua mkate wa utumia. Uchukue dakika 5 mbele kali. Kama ukiweza dakika 5 basi moto wa jehanamu unaweza. Lakini na imani haipo mtu kama huyo. Kwa hivyo mama zangu katika imani, na ikumbusha nafsi yangu sambamba na nafsi zenu swala zima la kumcha Allah na kuweza kuzisimamisha swala zetu kwa muda mwafaka. Lakini pia kwenye issue ya adhkari. Na huo ndio unakuwa kama ndio mradi wako. Swali kwa wakati, tenga muda wako. Shida zako mueleze Mola wako na utaeleza wapi? Tafuta faragha yako. Swali kwa wakati. Na ukishaswali tafuta muda wako. Mwambie Mungu shida zako. Allah, nina jambo moja.
na jambo mbili na jambo tatu, na sababu Allah anakujua wewe kuliko unavyojijua, kwa sababu yeye ndiye anakutengeneza. Kwa hivyo tusishangae jamani, mama zangu, fursa ndio hii. Wenzetu wameshaondoka, fursa wameikosa. Sasa hivi wewe unapata fursa, mpaka leo hii unapumua, na mpaka Allah anakuleta hapa, Mungu ana sababu na wewe. Kwa hivyo hii chukua kama kwako ni fursa, chukua kwako ni fursa, na kila mtu anajirekebisha, kwa sababu hapa kila mtu balil insanu ala nafsihi basira, kila nafsi inajijua. Bwana mimi mwenzangu mimi mchawi, bwana mimi mwenzangu mimi ni mshirikina, bwana mwenzangu mimi mzinifu, bwana mwenzangu mimi muongo. Nafsi yako inajua wewe ni muongo, wewe ni msengenyaji maarufu, wewe unagombanisha watu, lakini ukiwa na sala umekamilisha, hayo yote utaepukana nayo. Mama zangu, ninawapenda kwa ajili ya Allah, na nafsi yangu nimeamua kujitoa kwa ajili ya kuja kukumbushana swala. Swala ni muhimu sana, ni katika dhambi wanaingarau watu wana dhambi ndogo sana, lakini swala ni jambo kubwa mno. Lazima tushikilie kwa magego, tuswali kwa wakati. Ukisikia habari kukimbia kama umeng'ata ndudu, kaswali. Ikifika muda usiku, mwambie Allah kuamsha hata dakika 2 tu ukaswali. Kuna siku tena, siku nyingine mimi nimeng'ata na mdudu hapa kwenye tumbo, amening'ata. Kuna dudu wale weusi wa chini wale, sijui unahitaji nini, unajua kasumusumu, wengine wanaita foko, yaani vovote mtakavyomuita, ile mdudu wa chini atembea ile, mfano sisimizi, anang'ata kweli kweli. Saa 8 muda wangu amening'ata, kuamka kuangalia saa 8 naona hata aibu, kainuka tu. Kwa hiyo kuna muda sasa unamwambia Allah niamshe, lakini ibilisi anakuangalia, umechoka bwana, pumzika bwana, kutwa nzima unahangaika. Ibilisi anakupelekea wala kidogo bwana, wala kidogo bwana. Muda unafika, pengine wengine unaondokea hapo kwa usingizini, haurudi tena duniani. Muda umefika, unafia usingizini. Wangapi wanakufia usingizini, na mtu anaogopa kufa na kijiji kulala. Sasa kwa nini kipotelea? Kwa hivyo ukilala unafai, unakuwa na amani yako. Hata ikitokea mistake yoyote huko kwa Allah, kwa sababu tujakamilika, basi Mwenyezi Mungu atatolea huruma, kwa sababu Allah ndio mwingi wa huruma. Lakini wewe utatekeleza tu mambo yako, lakini sikwambii ndio 100% wewe ukiswali ndio peponi moja kwa moja. Ni rehema za Mwenyezi Mungu tu. Kwa hivyo tuswalini kwa wakati, tufanyeni adhkari, na natamani mimi niwaelekeze vitu vya kufanya. Adhkari za kufanya wenyewe. Huyo anayempelekea kuombea dua huyo mzinifu, mwongo, tapeli, alafu wewe anataka kuombea dua. Jiombee mwenyewe, kaa chini, jiombee dua mwenyewe. Muombe Allah. Wewe unamkosa nini Mungu mpaka sisikize dua zako? Lakini tunakosa subira pia upande wa kuomba dua. Unapoomba dua unakujilia hapo. Unaosha Mungu gani? Wewe unataka ni kun fayakun. Lakini tazama hivi watu wapo ambao kuingia na Allah anakubalia madada yao. Wapo, hatuwezi kusema hawapo. Lakini tunatakiwa tujikurudishe kwenye tuishi mfumo wa adhkari. Yaani ile masaa 24 kila saa ipo nafasi yake. Usiache masaa kapita ovyo ovyo. Usiache masaa kapita ovyo ovyo, utapata hasara. Unaanza soma Qur'an, unaanza kufanya adhkari, unaanza soma, unaanza sikiza hadithi, unaanza ifanye hadithi. Itengeneze mazingira hayo. Lakini usiache down season ya kwanza, season ya pili, season ya tatu, yani unakuwa mtu wa masizoni, malakul maut anakuja huko anakukuta kwa season. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tujitahidi tufe hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ameturidhia, na tujitebeze hata maisha kuja kwenye sehemu salama, kwa sababu mambo kuja kwenye sehemu za ovyo ovyo, wewe umeangalia. Mama yangu, Allah anataka kukumbusha wewe na nikumbushe mimi. Ndio maana leo hii tukaita na ndugu yangu hapa. Huyu ndugu yangu hapa nafikiri wote mnamfahamu. Sio kila mtu anamjua. Kama unamjua unamsikia hata kwa Qur'ani umemuona kwenye video. Lakini huyu nani anamtakiri? Yaani kuna watu wengi wanawatakiri mapema. Yaani tayari kashapata kumbe huku sio huku boko wenyewe kachomoka. Wao wenzetu wa sufi kidogo wanalemba, lakini wao wanashibilia wao neema yako ni kufunga mfungo wa pipi. Na wanajua kufunga Uislamu. Wanajua wanakufunga hata hizo bia wa kuetei. Mfumo mzigo unapiga hapo, piga namba yako hapo. Allahu musta'an. Hata wapoteka mfuko kwa dada hela. Hii ule msanda ule sijui kama mnaujua. Mnaujua msanda ule? Wakuta wale mama watawa wanajua kushona msanda wale wapo. Hapa mpo. Najua mimi
mshona sana, mnalijua. Kwa liogope, siku unapomshona wa mwenzako na kwako itashonwa. Hawa Waislamu wana hao hawana hata cherehani. Islam hapa cherehani, basi mtatengeneza pale hapa kachepusha kidogo, ndio huo huna thamani. Thamani yako ni amali yako na matendo yako. Thamani yako inasimama katika swala yako. Hifadhi swala yako na swala yako itakuhifadhi, na siku ya mwisho utashangaa utapatikia kila mtu anatamani akuoshe, kila mtu anatamani ashike mauti yako, kila mtu anakutamani katika kheri. Unajua kuna misiba mingine mpaka wanadonge, mtu anaswalia na watu rundo, lakini kwa nini ndio kwa hesabu tu? Kwa hivyo mwalimu wangu wa tauhidi alifariki, Allah amrehemu, aliniambia siku moja, tazameni msije mpaka vitu vya kubahatisha. Tusije tupata vitu vya kubahatisha. Kwa sababu gani? Toka na adhkari nyumbani, rudi na adhkari, kula na adhkari, lala na adhkari, amka na adhkari, tembea na adhkari. Uko barabarani humu pana majambo mengi sana. Tafuta muda wako, tafuta adhkari yako moja. Kuna istighfar, kuna la ilaha illa Allah, kuna salatu ala nabi, kuna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kuna adhkari ziko nyingi, tafuta moja yako tu ya kutembea nayo, ya kufanya nayo, ya kufanya unaosha vyombo uko nayo, barabarani uko nayo, wallahi utaishi kwa raha sana. Wallahi kuna raha ukijua haya majambo, mpaka kuna muda ufikiria hivi, leo wenzangu, kwa nini hawajui hichi kitu? Na kuzindueni mama zangu, sambamba na kuizindua nafsi yangu, fanyeni adhkari, swalini kwa wakati, mtaona maajabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah na maajabu, na hasa ukifuata majambo yeye ambayo yeye amekuamrisha uyafate. Ukidumu na la ilaha illa Allah, basi Allah anawaogopesha majini kwako, wachawi kwako, mwisho wa siku utatoweka mchawi. Ukidumu na salatu ala nabi, mapenzi yataendelea kwako, maisha yatakuwa mazuri kwako. Maisha ni mepesi jamani, kwa kusoma adhkari, kwa kujifundisha kwa Allah, maisha ni mepesi. Mimi hapa mama yenu, ndugu yenu, mdogo wenu, nina watoto yatima, ninawalea kama 130. Mko kuna mama? Mimi hapa nina wajane 30 ninawalea. Mimi hapa nina walemavu nawalea. Sijaajiriwa kampuni yoyote zaidi ya kampuni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sina kazi sana katika kuchukua si mandazi. Wanaonifahamu wananifahamu. Kina mama, toeni sadaka. Mambo yatafunguka kupitia milango ya sadaka. Swala itakuelekeza kwa sadaka, swala itakuelekeza wewe kwenye adhkari, swala itakukataza wewe na mambo machafu na maovu, swala itaswaliwa kwa wakati maalum. Ina maana ukisimama imara, Allah atakusimamia. Mama zangu, siku moja nyumbani kwangu hapa juzi tu, sio muda mrefu, kwenye mlango wa kutoa sadaka walikuja wazee wawili. Hao wazee ni wazee kweli kweli, wametokea mbali kweli kweli, mjini, na mimi naishi shamba. Wamekuja kwangu, walipofika nyumbani kwangu wakanisubiria, nilikuwa na swali roho ndani, wakanisubiria. Waliponisubiria nikatoka nienda kuwasikiliza wale wazee. Ni wazee ile tititi, na ile mzee tititi mpaka adhabu kasizia. Basi nikaenda pale ofisini kwangu, nikawakuta, nikawauliza, nikawasalimia, nikawaambia karibuni, mnatokea wapi? Akaniambia tukitokea mjini, mmoja si katokea Kihonda, mwingine si. Nataka kuzungumza hii watu tukae active, tujue Allah ndio wa kutegemewa kwa kila jambo, na ukitoa nini Mungu anakupa. Nilipofika kuuliza ile maswali, mmoja kutoka mjini, yule kutoka si wapi, niona huko, nikaambia mnasemaje wazee, mbona Kihonda nyumbani na mimi nilipo? Akaambia tumetumwa na Allah. Sasa mimi nilisema tumetumwa na Allah, akakaa kimya, na akatumia hekima. Kwa akili ya haraka hawezi akatoka mjini kuja kwangu bila kuelekezwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo walipofika pale, haya mnasemaje wazee wangu? Maana tena sikuwa na nani ya kumuuliza. Nikasema mnasemaje wazee wangu? Tumekuja tunataka usaidie chakula, utusaidie na hali yetu kifupi ni ngumu. Sasa siku wamekuja, mimi kwangu nilikuwa sina hela, na mimi bwana kwangu akija mtu sina hela naumia kweli kweli. Basi sina hela, nifanyaje ya Rabbi? Naambia Allah ndio anajua zaidi, nafsi yangu naifahamu, sina kitu.
nikabidi niazime 45,000 pale pale nyumbani, niazime 45,000. Wakaniazima 45,000 pale vijana, nikachukua na unga kidogo kama kilo 10 hapa, kilo 10. Naongea haya sika kujitayarisha, nielewe vizuri. Ninataka niwakumbushe mama zangu na niwaonyeshe umuhimu wa kutoa Mungu anavyokulipeni, lakini sisi tumekaa kinyume sana. Basi nikatoa kilo 10 nikawapa, nikachukua bajaji 15,000 nikampa 15,000 na 15,000 nikakodi bajaji nikawasafirisha wale wazee. Wakasema tunakushukuru mama, Mungu akulipe na kuzidishie. Nikasema Allahumma amin. Wale wazee wanaondoka, wallahi billahi Mwenyezi Mungu mshuhuda wa haya nakwambia, hawakufika hata barabarani, imeingia gari jamani. Unajua gari sio kimkokoteni, gari maviete yale, si gari hizo ndio yameingia hapo, na kwa kweli imeingia na hema hapo nje. Nakwambia kashuka Mturuki aliponiona tu akatabasamu, akacheka. Yaani kwa nini nilikuwa kuna mtu namwambia wakati Mungu atujuani, lakini wote ni katika ufalme wa Mungu vile vile tutakujua na lugha pia. Kwa sababu mtu tuko hapo tuko wote binadamu, lakini hatuelewani. Yote ni ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo tu inakujulisha kama Allah yupo. Kwa nini tusielewane? Na watu tuko ni wamoja sisi. Kwa nini tusielewane? Basi yule Mturuki wallahi billahi akanipenda ghafla, tukaiskanipenda yani. Mbona alipo akaingia kwenye gari mwe, akateremsha vyakula vingi kuliko vile nilivyovitoa. Vyakula vingi kuliko nilivyovitoa. Kubwa kuliko zote ndugu zangu Waislamu, kubwa kuliko zote. Akanipa dola 300. Dola ngapi? Dola 300. Takbir. Dola 300. Hebu kwa shilingi 45 na tuwe vyakula kile kidogo nilikuwa mimi. Alafu dola 300, hebu piga mahesabu. Mungu ameipaje yeye? Allah ameipaje yeye mama zangu? Yaani hata ukipanga sifa kijani wapi haingii. Kwa hivyo unapotoa Allah analipa mara 2 yake. Nilitamani wale wazee watakuwa mkanunia kazi zaidi kwa kujua hivi. Nilitamani wale wazee waone wapi tena ni wapi waongezee. Na hivi kwa kutoa hivyo Mungu analeta mengi maajabu. Mimi na ushahidi jamani, fanyeni adhkari, someni Qur'ani, fanyeni yale maamrisho ya Mwenyezi Mungu, wallahi mambo yote tutasikia taarifa habari. Allah anatoa, Allahu yarzuqu man yashau bighairi hisab. Yeye Allah anaporuzuku bila ya hisabu. Na Allah anasema wala yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu. Mwenye kumtegemea Mungu basi Mungu anatosha. Tuache kutegemea mizimu, tuswali kwa wakati. Tuache umbea, tuswali kwa wakati. Tuache uwanga, tuswali kwa wakati. Tuache kubezana, tuswali kwa wakati. Takbiri kina mama. Allah atujalie cha Mungu na ushauri kwa mwema. Allah atujalie tuweze kusikia na kufuata. Allah atuongoze sisi na wazee wetu. Allah atufanyie wepesi aongoze watoto wetu, sababu dunia imeharibika. Watoto wetu sasa hivi wanaangamia, mambo yalikuwa ni mengi, lakini yote kwa yote tumeacha swala. Swala tuswali kwa wakati. Swala hatuipi umakini. Hatui makini katika swala. Hapo tuko kwenye swala, kwenye swala hapo mtu anakopa, hapo mtu analipa, hapo mtu anafua. Yaani kwenye swala hiyo. Kwa hivyo tujitahidini tuzihifadhi swala zetu ili na sisi tuweze kuhifadhika. Ukihifadhi swala, Mwenyezi Mungu atakuhifadhi, na Mungu atuongoze sote kwa pamoja, atujalie ikhlas katika matendo yetu na atukubalie amali zetu. Mimi nawaomba mama zangu katika imani, leo umefika hapa, ukiondoka kwenye uwanja huu tia nia, mwambie Allah, wewe unanijua mimi kuliko ninavyojijua. Mwambie Allah maneno hayo. Allah unanijua mimi kuliko ninavyojijua, na kuomba Mola wangu niongoze kwenye kheri, kwa sababu bila wewe mimi siwezi. Na haya majambo jamani, bila taufiki hatuwezi. Ibilisi ameshaahidi atawapoteza umati Muhammad. Tujitahidini tuwapoteze jamani. Ibilisi yuko halali, anapambana na sisi. Kwa hivyo na sisi tupambane naye, na Mwenyezi Mungu atusimamie kwa huruma yake na kwa mapenzi yake. Swala Swala ndio nguzo ya maisha yetu. Swala ndio kichwa, ndio ubongo wa maisha yetu. Kwa hivyo tukihifadhi swala zetu, na Mungu atatuhifadhi sisi, na pia tumuombe Allah atuongoze katika kheri. Kwa hiyo ukitoka hapa, basi Mwenyezi Mungu akusamehe yote,
Na kama ulikuwa hujui, sasa leo umekumbushwa. Na Allah amekuleta hapa, ana sababu maalum. Wewe unanitazama, Allah ana sababu na wewe maalum. Pengine una siku moja umebaki ya kufa, pengine una siku mbili, pengine una nusu saa, au pengine muda mwombeaji mtu yako katika nusu saa aende kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mimi Allah unanishuhudia, nimewakumbusha ndugu zangu katika imani swala, na Allah ananishuhudia. Lakini pia tunakuomba Allah utuongoze mimi na hawa kina mama, utuongoze sisi na walioandaa kongamano hili. Mwenyezi Mungu amhifadhi Mama Abdallah na timu yake na wazee wake, kwa sababu yeye amekuwa ni asbabu ya sisi kutukusanya hapa. Mwenyezi Mungu atukusanye hii siku na peponi pia. Kwa hivyo naomba niishie hapa. Kama kuna mtu atakuwa nimemkwaza kwa namna moja ama nyingine, mimi ni binadamu, na binadamu sifa yake ili akamilike mwanadamu anakosea. Sasa ili niwe nilivyo mwanadamu, basi ukosefu ni sifa ya mwanadamu. Nilipopatia basi alkamalu lillah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi.